Ndoa yenye amani na furaha ni hitaji muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Tunahitaji kuwa na ndoa zenye amani ili tuweze kufanikisha mambo yetu ya kila siku. Kuna watu wameumizwa na mambo ya ndoa. Kuna watu wanatamani kuingia kwenye ndoa. Kuna watu wanatamani watoke kabisa kwenye ndoa. Hayo yote ni mambo ya wanadamu na mambo ya ulimwengu. Lakini maombi yako muhimu mbele za Mungu, uombe Mungu akupatie ndoa yenye amani. Pengine upo kwenye ndoa, lakini ndoa yako imekuwa na magomvi ya kila siku. Ndoa yako imekuwa na vita ya kupanda na kushuka. Na mwingine upo katika hali ya usingo uko mwenyewe. Unasema, Mungu nikumbuke sasa, na mimi nahitaji ndoa. Nahitaji niingie kwenye ndoa na mimi nitimize furaha yangu. Kuna mambo yangu ya heshima natamani yatimie nitakapokuwa kwenye ndoa. Natamani Mungu nipe heshima hiyo ya ndoa. Limekuwa ni ombi lako na limekuwa ni hitaji lako. Yote katika yote, yuko mdudu anayekula ndoa kuliko kawaida. Anaitwa spiritual husband au jini mahaba. Jini mahaba amekuwa ni mlaji mkubwa, ni kirusi kikubwa kinachokula ndoa za watu. Wale walio kwenye ndoa, kirusi hichi kinakula ndoa, na wale ambao hawako kwenye ndoa kinakula kabisa hata ile ndoto ya ndoa, malengo ya ndoa, na hata wakati mwingine inaharibu kabisa nuru ya ndoa katika maisha yako. Nataka nikuelekeze na niombe na wewe maombi ya kukemea jini mahaba, maombi ya kukemea kirusi cha ndoa. Jini mahaba kazi yake ni kuondoa furaha ya ndoa, ni kuondoa furaha ya mahusiano. Utakuta unapata mahusiano, kama hauko kwenye mahusiano, yanaanza vizuri kwa furaha na shangwe, lakini yakitaka yawe ndoa yanaharibika. Unajikuta ni mtu ambaye una mahusiano mengi. Jini mahaba linaleta hasira. Unajikuta na hasira ambazo zikikupata unafanya maamuzi magumu. Jini mahaba analeta magonjwa ya tumbo na uzazi. Kuna wale wanaambiwa kizazi kina shida, wanaambiwa na uvimbe, wanaambiwa milija iko sawa, magonjwa kujirudia ya kizazi. Jini mahaba anaondoa nguvu za kiume kwa wanaume. Jini mahaba anaondoa uchumi, anavuruga fedha isikae. Pesa ikija kwako itaenda kwenye magonjwa, kwenye matatizo. Utakuta unapata pesa inaenda kutatua matatizo, wala sio kwenda kwenye malengo na maono yako. Jini mahaba anafanya uharibifu mkubwa akiwa kwa mtu. Anavuruga kabisa watu muhimu katika maisha yako. Anaondoa kibali. Unapokuja watu wa maana, wanaweza wakaja vizuri lakini hawatakaa, wataondoka. Anakuharibia, anakuvurugia vitu visiende, anakuvurugia mambo yasiende. Na wale ambao mko kwenye ndoa, jini mahaba akiwa ameingia kwenye ndoa, anaondoa ukaribu wa mume na mke. Hakuna furaha ya tendo la ndoa, hakuna furaha ya ndoa. Utakuta kwenu tendo la ndoa si kitu kipaumbele. Ni kwa sababu yeye analeta magonjwa, analeta magomvi. Pale mnapotaka mfurahiane, anakuja na kuvuruga na kukaa katikati na kuharibu kabisa ukaribu wa wanandoa. Mnajikuta sasa mnaanza kupambana na kuitafuta amani, na wakati huo ameshavuruga uchumi. Ndoa ikiwa haina amani, uchumi hauwezi kukaa. Ndoa ikiwa haina amani, uchumi hauwezi kukaa. Mtajikuta mnapambana, mnahangaika, mnapambana, mnahangaika. Hiki kinapatikana, kinapotea. Ni kwa sababu jini mahaba anatafuta kuondoa amani kwenye ndoa. Anaweza kaingia ndani ya mmoja wapo na kuvuruga kabisa. Unapotaka umtafute Mungu na ukawa na kiu na bidii ya kumtafuta Mungu, jini mahaba ataleta magomvi, ataleta uharibifu. Unaposema nataka nifunge sasa nimtafute Mungu, jini mahaba anaweza kaleta vikwazo vyote vile. Wengine jini mahaba mwavimbisha matumbo. Unakuwa kama mjamzito, tumbo linakuwa gumu au linakuwa laini. Ndani unahisi kama kuna vitu vinatembea tembea, vinazunguka, vinabana kwenye nyonga, vinazungazunguka kwenye mwili wako, vinapanda mpaka kifuani. Jini mahaba anafanya uharibifu. Wengine anawapelekea magonjwa ya ajabu ili tu aweze kuwatumia. Kunapokuwa kwenye maombi kama haya, jua ni maombi ya vita. Kataa kabisa jini mahaba. Jini mahaba anavuruga uchumi. Jini mahaba anavuruga kibali. Jini mahaba anaondoa heshima. Jini mahaba analeta mambo mengi mabaya. Kuna wale ambao wanaota ndoto za zinaa. Unafanya zinaa na mtu usiyemjua. Wakati mwingine unayemjua, jini mahaba anaweza kavaa sura ya mtu yoyote yule. Wengine nenda mbali, mnaota ndoto mnafanya zinaa na watu wa uhusiano na nyie kwa undugu. Pengine ndugu yako, baba yako, mama yako, mtoto wako, mama yako, unaota unafanya uzinifu naye. Wengine jini mahaba anapelekea kuwaletea watu wa jinsia moja na nyie. Unaota kama mnakutana nao. Jini mahaba anaondoa kabisa 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 kibali cha ndoa. Anavuruga. Hili ni pepo na kirusi kikubwa kinachofanya uharibifu, kinachofanya mambo yasiende, kinachovuruga vitu visiende. Jini mahaba akiwa ndani yako anakuharibia. Atakuruhusu ufanyikiwe kwenye hatua fulani, lakini mbele utaweza kuona matokeo. Utapambana, ukipata pesa unaweka mfukoni, ni kama unaweka kwenye mfuko uliotoboka.
Amua sasa kumkataa. Amua sasa kumpinga, kama ilivyoandikwa kwenye Yakobo 4:7 ya kwamba basi mtini Mungu, mpingeni shetani atakimbia. Ili ni pepo la kulipinga. Nataka nikupe habari njema ya kwamba Yesu ni daktari, ni mponyaji kabisa wa hiyo shida. Pengine imekupata huko kwenye ndoa yako, pengine imekupata wewe ni binti au ni kijana, umevamiwa na hili pepo, limekaa kwenye maisha yako, linakupelekea mawazo yako yanakuwa ni mawazo mabaya, macho yako yanapenda kuangalia vitu vya aibu, hadithi unazozipenda ni hadithi za uharibifu ambazo zinakuchochea katika kupotea. Ni maombi yako, jambo hili limekuwa linakutesa kwa siri, unasema Mungu nisaidie, imetosha sasa, nahitaji uniokoe. Pengine sio wewe, lakini mwenza wako ana shida hiyo. Ikumbuke kwamba mwenza wako akiwa na shida hii, hata kwako inaweza kukuletea madhara na uharibifu. Ni vizuri kuomba. Na wewe ambaye unahisi kabisa shida hii haipo, unaweza kashia maombi na mtu mwingine. Huenda ndio kikwazo kikubwa cha yeye kuingia kwenye ndoa. Huenda ndio kikwazo kikubwa cha yeye kuingia kwenye ndoa. Unaota ndoto unanyonyesha. Unaota ndoto umevikwa pete, uko baharini, uko katikati ya bahari. Unaota ndoto unafunga ndoa na wanyama. Imekuwa ni jambo linalokutesa, limekuwa ni jambo linalokusumbua. Mwambie Mungu, sasa nimekuja mbele zako, ninaomba unisaidie. Imetosha kuwa mtumwa wa jambo hili. Nahitaji ufungulivu wangu, nahitaji uhuru wangu kwa jina la Yesu. Nataka nikuombee sasa. Weka mkono kwenye tumbo lako. Mungu, ninasema asante kwa kuwa neema yako inatosha. Asante kwa sababu ipo nguvu, nami naichochea nguvu yako inaweza kutuokoa. Nachochea jina lako liongezeke nguvu litakapoingia kwa mtu huyu, ufungulivu kapatikane. Na inua imani yako unaponisikia. Kwa tumbo hilo liloligusa ni sawa na kujiconnect na mimi nilipo hapa. Nami naingia katika ulimwengu wa roho na kugusa tumbo lako na paji lako la kichwa, wengine kwenye utosi. Ninaamuru kwa jina la Yesu, ewe jini mahaba, ondoka. Haijalishi umekaa kwa mwanamke au kwa mwanaume, na kuamuru saa hii, unanisikia, ni roho kamili. Wewe ni pepo mwenye masikio na unaelewa nini kinaendelea, na kuamuru kwa jina la Yesu, mwachie mtu huyu. Imetosha kumzuia kwenye ndoa, imetosha kuzuia malango yake ya heshima, imetosha kumchelewesha, imetosha kumfungia hapo hapo, na kuamuru na kukuapisha, toka, achia. Acha olewe ambaye hajaolewa, acha amani ya ndoa ambayo iko kwenye ndoa, na kuamuru wewe jini mahaba, ondoka. Ewe pepo mahaba, ondoka. Ewe spiritual husband, ondoka. Na kufukuza kwa jina la Yesu. Natuma moto mara 7. Natuma moto mara 7. Mara ya kwanza natuma moto, mara ya pili natuma moto, mara ya 3 natuma moto, mara ya 4 natuma moto, mara ya 5 natuma moto, mara ya 6 natuma moto, mara ya 7. Nguvu ishuke sasa. Moto kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Toka wewe jini mahaba, toka spiritual husband, ondoka. Wengine mna makata ndani yenu, toka we pepo, toka we pepo. Ungua kuanzia sasa. Mwachie mtu huyu, achia maisha yake, achia maisha yake. Hakuna kumvamia tena, hakuna kumwingilia tena. Toa uchafu wako, toa vitu vyako, toa watoto wako. Umezuia mtu asipate watoto, umezuia amani kwenye ndoa, umezuia furaha kwenye ndoa, unaharibu na kuua vitu. Imetosha. Ungua sasa, ungua sasa, ungua sasa, ungua sasa. Naongeza moto, nalipua hiyo nguvu ya giza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natambua jina la Yesu lina nguvu, natambua jina la Yesu lina mamlaka. Hauwezi kushindana na jina la Yesu, hauwezi kulipambania jina la Yesu, hauwezi kukaa linapotajwa jina la Yesu. Natamka jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina lenye mamlaka, jina lenye uhai. Naamuru toka kwa jina la Yesu, naamuru toka kwa jina la Yesu. Chomwa kwa jina kuu la Yesu Kristo. Chomwa moto wa Yesu, 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 moto wa Yesu. Na kuamuru toka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka katika jina kuu la Yesu. Ondoka we roho chafu, ondoka we pepo, toka we pepo la bahari, toka we mkuu wa bahari. Ungua sasa. Achia macho ya mwanamke huyu, achia macho ya baba huyo, achia macho ya kijana huyo. Ungua sasa. Toka, toka sasa. Achia kitovu hicho, achia chini ya kitovu. Na kukemea ewe pepo mahaba, hauna mamlaka. Na kuvunja na kuamuru toka ndani ya mtu huyu. Mwachie sasa. Acha, acha. Kuna mtu unapiga miayo, unasikia kutetemeka. Nguvu ya Mungu ishuke, iteketeze roho chafu, isikuvae tena, isikuingilie tena, isikae tena kwenye mawazo yako. Toka we pepo mchafu. Achia kibali cha mtu huyu. Nakomboa kibali chako, naita kibali chako kilichozuiliwa, naita uchumi wako uliofungiwa, naita neema yako, naita amani yako kwenye ndoa. Nakataa magomvi kwenye ndoa, nakataa roho za mafarakano. Toka roho ya giza, roho unayezuia maombi, unayezuia wepesi, unayezuia furaha, unayezuia hatima. Na kukemea, pigwa,
pigwa kwa jina la Yesu. Radi ya moto, radi ya mbinguni ikulipue, ikulipue, ikulipue. Toka wewe pepo mchafu, toka wewe jini mahaba, ondoka sasa. Mwachie mtu huyu, achia maisha yake, achia nuru yake, achia nuru yake, achia kibali, achia nyota. Nafungua nyota yako ifunguliwe kwa damu ya Yesu. Nafungua nyota yako, nafungua amani. Wengine mmeharibu sura zao, wanaonekana tofauti, wanaonekana wasiofaa. Na ikomboa sura yako, na komboa nuru yako. Roho ya giza iondoke, kukataliwa, pepo toka, spirit of rejection ondoka sasa, ondoka na kukataliwa, toka, toka kwa jina la Yesu. Achia kibali cha mtu huyu. Natamka ufungulivu wako, upokee. Pokea ufungulivu wako, pokea nuru yako, pokea kibali chako, pokea ndoa yako, pokea ndoa yako, pokea majibu yako. Mungu akupe wepesi katika jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Unasikia kuna nguvu inakufungua. Mungu, unasikia kichwa kinauma, rudia tena maombi haya. Ulikuwa unapiga miayo, unaona kama kuna vitu vimekuachia kwenye vidole, mwingine mikono ilikuwa inakunjamana, mwingine ulikuwa unasikia tumboni kama kuna vitu vinakimbia, mwingine ulikuwa umeanguka, umepoteza fahamu. Mungu akusaidie. Yarudie maombi haya, yatakusaidia. Mungu yuko pamoja na wewe, usiogope. Maombi ni dawa, maombi ni ufungulivu, maombi ni moto, maombi ni majibu yako. Ulikuwa umecheleweshwa na kufungiwa kwa muda mrefu. Amua sasa kuungana na maombi. Amua sasa kusimama kwenye maombi. Usiangalie imani yako. Imani yako huenda kwa namna ya mapokeo ni uko upande fulani au upande fulani. Yesu ni mponyaji. Umeamua kumfuata Yesu. Yesu ndiye dawa yako. Kazana na Yesu, kazana na maombi. Usijali itikadi za dini, itikadi za kuamini. Amini tu kwamba Yesu ni mponyaji, yatosha, itakusaidia. Mungu akubariki, akutendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Naamini Mungu amekufungua na amekuhudumia. Unasikia ndani ya moyo wako imani yako imeinuka, umeona umefunguliwa, unasikia kujiunganisha au kusindikiza maombi haya kwa sadaka yako ya hiari. Kumbuka ni sadaka ya hiari na haina kiwango, haina gharama yoyote. Ni kile ambacho unasikia Mungu amekusemesha na unasikia amani ya moyo wako kwamba nataka nijiambatanishe na sadaka yangu ya hiari ya kuweza kusindikiza maombi haya ya kufukuza na kukemea jini mahaba. Limekuwa kizuizi kwangu. Mungu, nasemesha hii sadaka kupitia sadaka hii ili pepo litoke kabisa kwangu, liniachie. Unaachilia sadaka yako ya hiari kwa kuwa hii ni ibada kamili. Lakini pia unatamani unifuate zaidi, karibu kwa njia ya WhatsApp kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Andika jina lako na hitaji lako, nitakuhudumia. TikTok andika maombi ni dawa, YouTube channel andika maombi ni dawa. Mungu wa mbinguni akubariki.